Hongereni na poleni. Sasa kwa kuwa tuko wengi ukumbini hapa na ili tuweze kusikilizana, hatuna budi kunyamaza na mzungumzaji akawa mmoja ili tuweze kusikilizana kile ambacho tumekusudia kuambiana. Awali yote, kwanza ni watake radhi kwa kuchelewa kuanza kwa mkutano wetu huu. Tulipanga kuanza saa 4 kamili, lakini bwana huyu ametuchelewesha, amekuja hapa saa 5. Hii ni dhahiri shahiri inaonyesha kwamba kwao hajafundwa kuelewa namna gani anapaswa kuheshimu muda, na hii ni taswira halisi kuonesha kwamba anatoka kwenye utawala wa namna gani ambao haheshimu muda wa watu na haheshimu mipangilio ya watu. Lakini hatuna budi kumsamehe na kuendelea kumfundisha nini anapaswa kufanya tunapokuwa tumekubaliana kwenye swala la muda. Awali ya yote, niwapongeze na niwashukuru wale wote ambao mmekuja kuhudhuria kwenye mkutano wetu huu wa siku ya leo, ambapo hili ni tukio la kihistoria, ama mkutano huu tunaofanya hapa ni mkutano wa kihistoria ambao haujawahi kufanyika katika nchi yetu hii ya Tanzania. Leo kwa mara ya kwanza tunafanya aina hii ya mkutano, na tunakwenda kufanya jambo hili kwa mara ya kwanza, na tunaamini litakuwa na mapokeo makubwa kweli kweli kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Mbele yenu tupo watu kutoka vilabu mbalimbali. Tuko sisi wakubwa wa Tanzania, Simba Sports Club, lakini vile vile tuko na wenzetu hawa mnaoona upande wetu wa kulia. Lakini shughuli yoyote haikosi mpambe. Tuko na wapambe wa shughuli hii ambao ni ndugu zetu kutoka Azam FC. Vumilia, utaki toka. Kwa hiyo tuko na mpambe hapa Azam FC kwa ajili ya kuja kushuhudia kile ambacho kinafanyika hapa kileo. Na na hao ndio mashabiki wa hiyo timu kwa idadi yao wote. Tunaposema mashabiki wa Azam FC ndo hao wawili unaowaona hapo. Mashabiki wa Azam FC tuko wengi. Hatujapata nafasi ya kukaa huko. Wengine mwako nje. Hatujapata nafasi, haki za binadamu hazijapatwa. Human rights hazijapatwa. Na kiuhalisia na kiuhalisia hawa bwana wanafukuzia ajira viwandani. Ndio maana ndio maana Simba oye! Azam oye! Ndio maana mabwana wamejiattach na hii timu kwa sababu wanajua basi ndugu yangu imetosha. Kwa hiyo ni ndugu zetu tuko nao, na sisi tunawaombea wafanikishe malengo yao yakiwa ndani. Akisha toboa hapo shabiki msomi bosi mchezaji ana suti 15 zina mguu mmoja. Akishafanikisha ndani ya kikosa dhambi kubwa. Akisha
Kwa bana, karibuni sana ndugu zetu wa Azam FC. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo tuko hapa kutangaza mechi ya kiushindani baina ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, mechi ambayo itachezwa siku ya tarehe 21 ya mwezi huu wa 12, kwa maana ya siku ya Jumapili, katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni KMC kuanzia saa 10 kamili jioni. Kwa kipindi hiki ambapo vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tukasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu wacha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki. Kwanza wafurahi, lakini kuendelea kuishi kwenye ile misingi ya pamoja, misingi ya Utanzania, misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao wana uadui, watu hawa ni watu ambao kila mmoja na 50 zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana, lakini bado sisi ni watu wamoja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja. Na hii haishii tu kuwa mechi, hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga, kwa maana ya kwamba siku ya mchezo wenyewe itakuwa ni siku ya burudani siku nzima katika uwanja ule wa KMC. Kutakuwa kuna burudani za muziki na tunafanya mipango hapa tupate wasanii kwa ajili ya kuja kutuburudisha siku hiyo, yaani wana Simba pamoja na wana Yanga wafurahie kwa pamoja tunu hii ya sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Lakini yote yatafanyika, tutakwenda kumalizia ama tutakwenda kumaliza ubishi kiwanjani pale kwa kucheza mechi ya kiushindani. Tunasema mechi ya kiushindani kwa sababu kiuhalisia kwenye mpira sisi hatuna urafiki. Sisi kila mechi kwetu ni mechi. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi hii tunaiita mechi ya kiushindani kwa sababu kwanza lazima mtu apasuke, kwa maana mtu afungwe, na mshindi lazima apate zawadi, na baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa vikosi vya timu zote mbili vitaingia kambini kuanza maandalizi ya kujiandaa na mchezo huo kuelekea katika siku yetu ya tarehe 21. Na kila upande unapaswa kuitazama mechi hii kama mechi nyingine muhimu katika maisha yao. Pamoja ni kwamba ni mashabiki ndio wanashiriki mchezo huo, lakini unabeba hadhi ya taasisi husika. Na kwa sisi Simba Sports Club, au kabla sisi Simba Sports Club, jambo hili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe 21 lina baraka za mamlaka zote, kwa maana baraka ya serikali, baraka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, baraka ya vilabu vyote viwili kwa maana ya Simba na Yanga. Viongozi wake wote wamebariki jambo hili. Kwa hiyo sio jambo la kawaida hata kidogo, ni jambo ambalo linabeba taswira ya klabu husika.